الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zangu waliohudhuria katika masjidi hii, Masjid Irshad, na wale ambao wanasikiliza kupitia redio mbalimbali ambazo ziko live, na wengineo ambao watafikiwa na sauti hii. Tumechagua mada hii ambayo imetangazwa katika matangazo mbalimbali: vita vya kifikra na athari zake katika jamii ya Kiislamu. Mada hii tumeichagua kwa haraka baada ya kutoa muhadhara katika Masjidi Al-Hidayah pale Keko. Kaonekana muhadhara ulikuwa ni shamil sana, kwa maana umegusa katika maeneo mengi au kuwa specific katika mada. Ikatolewa rai tuzungumze walau mada hii kwa mtiririko, mada ya vita ya kifikra. Mada hii ni mada pana na ina mawanda mengi sana. Sio mada ambayo unaweza ukaizungumza siku moja, 2, 3, 4, 5, huwezi kuimaliza. Ni mada pana sana, kwa kuwa ina maeneo mengi sana. Kwa tutazungumza kwa ufupi kadiri ambavyo atatufikisha Allah tabaraka wa taala, na ukipatikana wasaa mwingine wa kuweza kuizungumza mada hii, basi tutaizungumza kwa mapana yake. Lakini ni mada muhimu sana, hususan katika wakati tunaoishi baada ya kufeli vita ya kimsalaba, Crusades War. Kupitia Salahuddin Ayyubi. Wasiokuwa Waislamu walijipanga kivingine kwa ajili ya kupambana na Waislamu, na wakaweka maazimio mbalimbali. Wakaweka maazimio, wakaweka mikakati na wakaitekeleza kivitendo, na hatima yake tunaona athari yake mbaya katika jamii tunaoishi. Mmoja katika wamishionari anayejulikana kwa jina la Samuel Marinus Zwemer
na maneno ya hatari, lakini katika mikakati ambao waliipanga kwa muda mrefu sana, akisema inna min ahammi al-asalib ila tadmiri akhlaqi al-muslim wa shakhsiyatihi yumkinu an yatimma binashri ta'limi al-almani. Hakika miongoni mwa njia na uslubu wenye nafasi kubwa sana katika kuangamiza tabia za Muislamu na shakhsia yake, personality yake, haiba yake ya Uislamu, itawezekana kutumia jambo hili binashri at-ta'limi al-almani, kwa kueneza mafunzo, taaluma za al-almani. Ni secularism, mafunzo ya kuitenganisha dini na maisha yao. Tukiandaa mafunzo haya na yakasomeshwa, yakapenyezwa, yakaingizwa katika mujitama wa Kiislamu kwa njia mbalimbali za kuhamisha mafunzo kutoka sehemu moja kwenda nyingine, basi itawezekana kabisa kuziharibu tabia za Waislamu, haiba za Waislamu zitabadilika, muonekano wao. Hawa mabwana, huyu ni mmoja katika wamishionari na wako wengine wengi sana kama tunavyosema. Ukisoma, ukiwasoma hao mustashriqun na al-istishraq, orientalism, ni maudhui ya watu wasiokuwa Waislamu waliotoka gharb, miji ya kimagharibi, ima Wakristo au Mayahudi, wakaenda katika miji ya Kiislamu sharq kwa malengo ya kusoma Uislamu na kutumia silaha hiyo kurudi katika miji hiyo au kubakia ndani ya miji ya Waislamu na kueneza misingi na nadharia mbalimbali potofu ili wawayumbishe Waislamu na watoe Waislamu katika itikadi yao sahihi na dini kwa ujumla. Ukisoma al-istishraq, hizi ni mada zimeandikwa kwenye vitabu mbalimbali, utayakuta mambo mengi. Ndio maana sana ni mada pana sana, na vitabu walivyotunga wengine mpaka kafikia kuihudumikia wakati mwingine sunna na Uislamu, lakini hali ya kuwa ni Wakristo, hali ya kuwa ni Myahudi. Kwa hiyo mada hii kuzungumzwa katika jamii tunaoishi, tena hususan mashuleni, mavyuoni, na kwa maawamu wasiokuwa wale, hasa talabatul ilmi, ni mada ina umuhimu sana. Athari yake ni kuenea mabadi ya kiilhad, kupinga dini, kupinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala, kuwa na shaka juu ya akhira, kukosa alwazi'u ad-dini, ikawa watu hawana kikemeo cha dini ndani ya nafsi zao, wana wanaomuogopa. Hana swala, kula haramu, fanya kama mnyama, kwa sababu tayari aliandaliwa aishi
kama vile mpagani fulani, bakia labda na jina fulani hivi la Kiislamu. Waweza ukamjua Muislamu siku ya kuoa, kumbe yule bwana Muislamu, bwana siku aoa, lakini maisha yote aishi kama pagani tu. Kwa hiyo waliona kabisa na wakazungumza katika vitabu mbalimbali kwamba alharbu alaskari au alghazw alaskari, vita, mapambano ya kiaskari ya silaha, kila walipoingia ni sababu ya Uislamu kuenea. Kwa njia pekee hawa watatoka katika dini yao, na wengi wao wataacha dini kwa kueneza hizi taalimu za kialmania za kiilhadi. Hivyo mada hii kama itazungumzwa vizuri, katika athari zake ni kukhafifisha secularism na ilmani au al-almani katika fikra na nadharia za Waislamu wengi. Ni sababu ya kuwazindua Waislamu wakarudi katika dini yao. Kizungumzwa mada hii na ikafundishwa, ikafanywa warsha mbalimbali, semina ikatangazwa, ni sababu ya kupata kizazi chenye wai ya dini, kama vile ambavyo mkenda katika madaris na marakiz mnaona vijana wana ile mwamko wa dini yao, wana izza na dini. Sasa hii jamii ya nje ni jamii imeharibikiwa sana, na utamuona mtu hana ukinzani wa dhahiri. Bana vipi, mbona uswali? Inshallah niombee dua. Azungumza kwa laini kabisa, niombee dua, lakini hakuna kitu kinachomsukuma kuswali katika nafsi yake. Moyo wake umekufa kabisa. Si kwa bahati mbaya, ni maksudi. Kwa ni mada muhimu sana. Mada hii itabainisha hakika ya mabadi alhaddama alilhadia, hakika wa misingi ya kiilhadi ya kupinga uwepo wa Allah, kupinga dini, misingi mbalimbali mibovu. Alghazw alfikri, nini maana yake? الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم لاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة. ni mustalah, ni tamko la kiistilahi, ni mustalah mpya wa kisasa ambao maana yake ni mkusanyiko wa juhudi ambazo umma fulani unazisimamia kwa kuzitekeleza ili umma huo upate kutawala umma mwingine au kuathiri umma huo mwingine ili upate kuelekea mwelekeo fulani uliokusudiwa. Ndio al-ghazw al-fikri, vita lakini ya kifikra, ya kimawazo. Kwa kazi yake ni kucheza na bongo za watu, kuzitoa katika mtazamo fulani kuzipeleka katika mtazamo fulani.
katika eneo hili au mada hii, baadhi ya wanawachuoni wameeleza al-ghazw al-fikri hasa ni al-istilau ala uquli abna'i al-muslimin. Sasa tukija katika mawanda haya tunayozungumza, ghazw al-fikri lengo na uhakika wake ni kuzitawala akili za watoto na vijana wa Kiislamu, kuzitawala akili za Waislamu, kuzikalia juu, kuzikontrol, wa tarsikhu almafahim algharbiyya, na kuweka mizizi na kukita kabisa mitazamo, notions mbalimbali, mitazamo mbalimbali ya kimagharibi, uelewa katika mambo mbalimbali, lakini uelewa wa kimagharibi usiokuwa uelewa sahihi wa Kiislamu. Lita'taqida anna at-tariqata al-fudla, ili hiyo jamii wapate kuitakidi kwamba njia bora kabisa nzuri hiya tariqatul gharbi, ni njia ya kimagharibi. Bwana, staili ya kuishi ni mitazamo bwana, ni mitazamo ya kimagharibi, ya kizunguzungu, ya Kiyahudi, ya Kinasara, ya kimagharibi, sio ule mtazamo na njia sahihi ya Uislamu fi kulli shay, katika kila jambo. Na unaweza ukaona kama vile maskhara, lakini kuna mambo sisi tulikuwa tulikulia madogo madogo, lakini athari yake ni at-taghrib, ni hii ghazw al-fikri. Kwa tulikuwa sisi tuna mbirimbi, kuna mbirimbi za kizungu, mnazijua Sheikh Abdallah, usijua mbirimbi za kizungu? Una yale marefu yale ya Kiswahili, ile marefu, zingine ndogo ndogo zile za kizungu, unazijua? Alafu kuna viazi Ulaya pia, kwa yale maviazi mengine yale marefu matamu, viazi vile vya Kiswahili. Alafu kuna viazi Ulaya, au mjasikia mustalah huo? Vile viazi mbatata, ile mbatata kutoka kiazi Ulaya, viazi Ulaya, kwa kinasibishwa na Ulaya na uzungu, maana ni kitu kina thamani, kina ubora. Mwanamke akitaka kuonyesha mumewe hana tabu, anasema mume wangu mzungu. Au hamjasikia hizi istilahi? Roho yake ana roho ya kizungu, ambao usimuone vile rangi yake nyeusi, kiroho ya kizungu, yani kama vile wazungu wana roho nzuri sana. Nani kakwambia hawa wazungu wasiokuwa Waislamu kwa wana roho nzuri? Nani kakwambia? Lakini hii ndio ile athari ya ghazw al-fikri. Achia kwenye mambo mengine, kwenye mifumo ya kula, kuvaa na mambo mengine ambayo ya kiitikadi makubwa hatujayataja, lakini lengo ni kuzitawala hizi akili za Waislamu, wakaona kwamba njia na mifumo ya kimagharibi ndio mifumo bora. Mtu akivaa suti ameuramba na tai, najiona ni mtu amepiga hatua sana, somi. Kwa watoto wakawa wanavalishwa vijisuti, vijitai fulani, ndio hii imewaathiri. Leo mtu aonekane bwana mkubwa msomi, akiingia bungeni amekula suti na tai. Kwa suti na tai imechorwa ni vazi zuri sana, bora, t-shirt na jinzi na kuramba na mkanda nje. Mtu akivaa kanzu anaonekana kama darweshi fulani, ustaz.
Ustaz Maulana majina fulani hivi ya kukudogesha na kanzu yako na ndevu. Kwa watu wakathamini mfumo wa kuvaa, muonekano wao, wakathamini mifumo na mionekano ya wa magharibi, sawaun fima ya'taqiduhu min al-adyan wan-nihl, sawa sawa hayo mambo wanayotaka kuyaingiza kwa Waislamu na waone kwamba ndio njia bora. Hizo njia za kimagharibi sawa sawa ni mambo ya dini na kiitikadi. Kwa leo kama tunafanya takwimu, ni watu wangapi wamertadi, kurtadi kabisa? Watu wangapi katika wakati tunaoishi? Sio kwa maana ni wengi ukilinganisha na wanukubali Uislamu, lakini wako watu wamertadi. Wako watu walirtadi wakati wa kusoma. Kwa kule mkoa wa Tanga, kabila la Wabondei na Wasambaa, utakuta wengi wana mchanganyiko wa Waislamu na Wakristo, famili moja, kwa sababu ya watu wale waliosoma, wengine wakabadilika. Ukitazama makabila hayo yaliathirika tofauti na makabila ya Kidigo, ya Kisegeju, ya Wazigua, sababu wengi wakuvamia zile elimu wakati ule za kikoloni. Na ilikuwa wazee wetu kama sisi bwana, ambao utakuwa misheni, ndio mishonari, utakuwa misheni lile yule misheni. Watu wangapi waliona dini isokuwa Uislamu ndio dini sahihi, wakaingia huko na mila mbalimbali, au ma yatakallamu bihi min al-lughat, au ile lugha wanozungumza wa magharibi, ambao hapa tukizungumza leo ni lugha ya Kiingereza katika nchi yetu. Wengine wana Kifaransa, watu wa magharibi huko. Tizama kama watu wa Morocco, Kifaransa kimeathiri mpaka Kiarabu. Yaani ukimtazama Morocco anavyozungumza ile lugha ya Kiarabu ina athari kubwa ya Kifaransa. Uwezi ukalinganisha lugha ya Kiarabu anazungumza mtu wa Kimagharibi, yani wa Morocco, na anazungumza Myaman au Msaudi. Tofauti, yapo wanashabia, lakini kuna taathira. Kwa wako waliotawaliwa na Wafaransa, lugha za Kifaransa zikaonekana ni bora. Wengine wametawaliwa na Wareno, na sisi huku tukatawaliwa na Waingereza pia. Mwisho ni Mwingereza baada ya Mjerumani, au sio? Kwa watu wakaona lugha ya Kiingereza ndio lugha bora sana, au hilo halimpo leo? Halipo. English course zikawa nyingi sana, nakwenda English course hata kama ulishia la 7 mwenzangu na mimi, lakini mtu aminyana anasoma English course ili ajue Kiingereza, sababu lugha ya Kiingereza ni lugha bora sana, ilitengenezwa. Lakini Kiingereza ni kama Kizigua tu, Kiingereza ni kama Kibondei, kama Kirangi, kama Kisukuma tu, sababu ni lugha ya mawasiliano ya watu, ambao hizi lugha Allah ameziumba. Kwa kuna Wasambaa na lugha yao, ambao wewe kama si Msambaa au hujajifundisha, Allah ameweka hajiz. Huwezi kusikia, unaona tu Wasambaa wanazungumza, uelewi, hali yakuwa ni watu kama wewe, wana ulimi kama wewe. Na hizi ni katika alama miongoni mwa ayati za Allah tabaraka wa taala, ni ikhtilafu alsinatihi wa alwanihi, tofautiana lugha na rangi. Akizungumza Mzigua, Msambaa kama hajajifunza lugha hiyo haelewi, au kumsikia Mchina anazungumza uelewi kabisa. Lugha sio kwamba ni kitu kimejitokea, kwamba ni sauti za nasibu. Pia huu ni uongo wale mliosoma Kiswahili, kwamba lugha ni sauti za nasibu zilizojitokeza kwenye jamii. Lugha ameumba Allah tabaraka. Nasibu ndo nini? Manake nasibu ndo bahati nasibu hiyo. Yani sometimes unawaza ni sijui ufanyeje, yani manake tumekorogwa mpaka kwenye, yani mpaka ile wanasoma Kiswahili pia ukisoma pia kwamba lugha ni sauti za nasibu.
Kwa Allah hakuumba lugha za watu, imejitokea tokea tu. Sasa Kiingereza ni sawa na Kizigua, yani sio kama yafanana kwamba lugha za ni lugha kama Kizigua, ni lugha kama Kibondei, ni lugha kama Kinyamwezi, lakini ikatengenezwa ikawa ni international, ulimwengu mzima watu wakaona ndio ufahari. Na kwa kuwa lugha inabeba tamaduni, unanielewa, lugha inabeba tamaduni, kwa hiyo watu wakathamini lugha za wa magharibi. Na tazama sehemu lugha hizo zilivyoathiri, basi na watu wake wameathiriwa na mifumo na mitazamo ya wenye lugha hiyo. Kukenda wale watu ambao walitawaliwa na Wafaransa wakaipenda lugha ya Kifaransa wakaathirika. Kwa ndo twasikia bwana yule Zinedine Zidane asili yake ni Zainuddin, ndo Zinedine si Zidane, Zainuddin Zaidan. Watu tuambia hivyo kwa sababu asili yake yule Ufaransa, asili yake ukimtazama si Mfaransa, si mzungu, lakini watu wametoka huko. Ima lugha au ma yatahalla bihi min al-akhlaq, au zile tabia wanazojipamba hawa watu, au ma alayhi min aadati wa taraiq, au zile ada, desturi, mila na njia mbalimbali walizokuwa nazo. Kwa hii ndio ghazwu al-fikri. Na haya maelezo ameyataja al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Ibn Baz wakati analizia ghazwu fikri ametoa yeye taarifu hii na malengo yao ni haya. Kuna kitabu maalum kinaitwa Ta'zizul Amn al-Fikri, juhudu samahati al-Sheikh al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz fi ta'ziz al-amn al-fikri. Ndani imeandikwa yale maswali yanaulizwa kuhusiana na ghazwu al-fikri, malengo yake, anaulizwa anajibu, anaulizwa anajibu, na ujue kwamba wanawachuoni wetu hawakuishia tu kwenye mambo ya fiqh na kadha, walikuwa wanajua sana ulimwengu. Na huyu alikuwa ni mufti, hapa alikuwa kipofu, lakini ukisoma namna alivyoeleza walikuwa wanaujua ulimwengu na mbinu zake. Anasema al-Imam Ibn Baz lianna al-istila' ala al-fikr wal-qalb amkanu min al-istila'i ala al-ard, kwani kuzitawala fikra na nyoyo ni jambo lawezekana kuliko kutawala ardhi za watu. Kaingia kwa Waislamu ukawapiga ukachukua ardhi zao, ni jambo lawezekana, lakini uwezekano wa kutawala akili zao na nyoyo zao uwezekano wake ni mkubwa zaidi. Sehemu nyingine akasema al-Imam Ibn Baz kwamba ghazwu al-fikri malengo yake hasa na ndio hakika yake ni ikhrajul muslimina min al-islam, ni kuwatoa waislamu kutoka kwenye uislamu, wa illam yadkhulu fi an-nasraniyya au al-yahudiyya, hata kama hawatoingia kwenye ukristo au kwenye uyahudi wasiingie, au al-marikisiyya au wasiingie katika ukomunisti, fikra za Karl Marx. Fikra za ukomunisti kwamba nchi za komunisti haziamini juu ya uwepo wa muumba Allah tabarak wa taala. Wanaishi, tazameni hata wa China mnaona huu ambao labda sio Waislamu, hawana kanisa, hawana chochote, wapo tu waamini juu kabisa kwamba kuna kitu. Mungu, neno Mungu tu hawaamini. Wako watu wana fikra za komunisti za kina Karl Marx, na hizo zilipitishwa sana kina Darwin, zikasomeshwa Origin of Man,
na fikra za ulimwengu, al-infijar al-azim, kwamba hii ardhi sina nini na mbingu zilikuwa hivi, ikatokea mripuko mkubwa, ikatokea mbingu na ardhi. Yote hizi ni fikra za watu wasiwaze kwamba yuko aliomuumba mwanadamu, akaumba mbingu na ardhi. إذ يعتقد القوم أن المهمة الرئيسية في ذلك هي إخراجهم من الإسلام. kwa sababu hao watu wa magharibi, Imam Ibn Baz anasema wao wanaitakidi kwamba jambo la muhimu kabisa katika hiyo ghazwul fikri ni kuwatoa waislamu katika uislamu wao. wa idha tamma at-tawassul ila hadhihi al-marhala fama ba'daha sahlun wa maysur, na ikitimia watu kesho wakafika katika lengo hili au katika marhala hii, basi mengine ni sahali maysur, kwa hata kama utakuwa Mkristo. Na ndio asilimia zaidi ya watu ambao tuwasema ni Waislamu, zaidi ya asilimia 50 katika miji yetu si Wakristo, si Wayahudi, lakini pia hawako ndani ya Uislamu kikweli. Wana swala, hawana chochote, hawana kusoma. Yani mkuta mtu ana miaka 60 Muislamu hajui kusoma Qur'an. Vijana wakisha wakaenda university wakarudi, basi sasa hivi kuna fashion ya kuvaa visuruali vipande na vibuta, kibeba vyuma na nini, yani kuna style vijana waonekane bode na nini. Mtu ndo anakuwa hivyo, ndo enda zake hivyo, hajazaa watoto watakuwa hali gani kama baba ndio